Leo tumefika hapa katika kata yetu hii ya Kigwa kwa ajili ya kukagua mradi mkubwa wa maji wa Ziwa Victoria wenye thamani ya bilioni 18 na umetekelezwa kwa awamu hizi mbili. Maana awamu ya kwanza sasa hivi watu wa Kigwa wanapata maji, lakini awamu inayofuata sasa kwa ajili ya kata ya Nsololo, kata ya Igalula, kata ya Goeko. Na mradi wetu huu unaendelea vizuri na mpaka sasa hivi mkandarasi yupo anaendelea na ujenzi, na kwa mujibu wa mkataba ina maana mpaka mwezi wa 6 atakuwa anatakiwa tukabidhi mradi. Lakini kufika kwetu hapa leo ni usimamizi na utekelezaji wa sera yetu hii ya maji, kwa maana ya kwenye wilaya yetu ya Uyui pale makao makuu ya wilaya maji yanapatikana kwa 100%, lakini sera ilikuwa inatutaka tutoe maji kwa 85% na kuendelea, lakini kwa sasa hivi yanapatikana maji ya 100%. Na kwa upande wa nje ya mji, kwa maana huko vijijini, sera inatutaka 85%, na mpaka sasa hivi tuna zaidi ya 67. Na kukamilika kwa mradi huu na mradi wa Kizengi na mradi wa Ziwa Victoria unaopitia maeneo ya kule Ilolangulu, na mradi unaendelea vizuri. Tenki linaendelea kujengwa la lita zaidi ya milioni 1. Ina maana kukamilika kwa miradi hii itakuwa imeweza kufikia zaidi ya 90% ya upatikanaji wa maji au 100 kabisa. Kwa maana sekta hii ya maji serikali inaendelea kufanya vizuri sana, na tunaendelea kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwa na adhima na dhamira yake mzuri ya kumtoa mama ndoo kichwani. Sababu kukamilika kwa miradi hii tunaona sasa watu watakuwa hawezi kupata tabu ya kuweza kutembea umbali mrefu kutafuta maji. Lakini vile Mheshimiwa Rais imempendeza kutokana na hizi changamoto, ametuletea mradi, na ndani ya wiki 2 hizi tutaendelea kupokea mabomba. Tunaendelea kuwapongeza wenzetu wa Wizara ya Maji kwa kuweza kufanya kazi vizuri, na tunashirikiana nao vizuri, Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, Katibu Mkuu na Naibu Katibu Mkuu, kwa ushirikiano wao na wataalamu tuliokuwa nao wa RUWASA na wenzetu wa TUWASA, ndio tunaweza kufanikisha katika kuweka mazingira mazuri ya upatikanaji wa maji safi na salama. Lakini katika kuongezea wito wangu kwa wananchi, kwa sehemu zote ambazo maji yamepatikana, mfano kama Kigwa, basi watu waweze kuchangamkia fursa, kwa maana ya kutoa maji sehemu yalipo kuingiza nyumbani, na hiyo ndio itakuwa adhima ya kumtua mama ndoo kichwani. Lakini wito wangu mwingine, tuutunze mradi, kwa maana tusifanye uharibifu katika mabomba, tusichome moto ovyo, kwa sababu kufanya hivyo ina maana muda mwingine tunaunguza mabomba. Lakini tusifanye uharibifu wa kutoa koki, kwa sababu mradi huu utakuwa unajumlisha na vituo vingi vya public kwa ajili ya kuchukua maji. Kwa hiyo katika vile vituo vyetu tuimarishe ulinzi, na niendelee kutoa msisitizo kwa wenzetu mkandarasi aendelee kufanya kazi usiku na mchana, ili mradi huu uweze kukamilika kwa wakati na wananchi waweze kunufaika, kwa sababu mahitaji ni makubwa, na kukamilika kwa mradi huu itakuwa vizuri katika wilaya yetu hii ya Uyui. Mradi huu unaenda kunufaisha kata 4 ambazo ni Nsololo, Goeko, Igalula na Kigwa, na unatarajiwa kuhudumia jumla wananchi 123,000. Mradi huu unatekelezwa na wakandarasi watatu, Monima & Sons Civil Engineering wa Tabora na KGG Investment wa Dar es Salaam, pamoja na Tanzania Steel Pipe wa Dar es Salaam. Huyu Tanzania Steel Pipe wanatuletea mabomba makubwa yenye kipenyo cha diameter milimita 300 ambayo yanalazwa kwenye ile bomba kuu. Mradi ulianza kutekelezwa tarehe 9 Oktoba 2019 na unatarajiwa kukamilika tarehe 30 Juni 2026. Gharama ya mradi ni shilingi bilioni 18. Kazi zilizotekelezwa: ujenzi wa matenki ya kuhifadhia maji katika tenki la Kigwa na Utunda Ukulu umefikia 90% kwa ujumla. Uchimbaji wa mtalo na ulazaji wa bomba and transmission line umefika 85%. Uchimbaji na mtalo wa ulazaji wa bomba distribution network umefika 90%.
na ujenzi wa vituo vya kuchotea maji umefika 79%. Ujenzi wa ofisi ya CBUSO umekamilika kwa 100%. Habibu Hassan Sungwa ni diwani wa kata ya Nsololo, lakini pia mimi ni mwenyekiti wa kamati ya elimu, afya na maji kwenye baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Uyui. Watu walikuwa wanahangaika, vyanzo vya maji hatuna, ikifika kiangazi, ikifika masika ni shida tupu. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba serikali kuleta mradi huu utaleta manufaa makubwa sana kwa watu wetu wa kata ya Nsololo. Kwa majina naitwa Saidi Hassani Magari. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nakushukuru sana kwa ujio wako kwenye kata hii ya Kigwa kwa ajili ya ukaguzi wa miradi inayoendelea kwenye kata yetu, lakini pia kwa hiyo ni sehemu ambayo inaturahisishia sana kutupunguzia adha kwa wamama kwenda umbali mrefu kufuata maji, na leo tunaenda kunywa maji ambayo yako vizuri na ni salama. Kwa majina naitwa Salima Salum Kuhangaika, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Manta ambaye ndiko mradi huu wa maji unakotekelezwa. Kwa kweli tunamshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia, ameweza kututua ndoo kichwani, na tulikuwa tunapata shida sana kufuata maji umbali mrefu, unarudi kule umechoka na pia maji ni ya kusubiria. Tulikuwa tunapata changamoto za kugombana na wame zetu kwa sababu unapoenda kisimani unafika kule muda ni mrefu, unasubiria, una foleni. Kwa hiyo unaporudi nyumbani muda umeenda, kwenye kazi zingine ufanyi, tayari hapo changamoto katika familia. Sikiliza bana, hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana. Miss Buguruni, umetoa wapi mabati mazuri namna hii na imara yenye TBS? Nimeyatoa Tumamgamba Hardware, wakala wa Alaf, wapo Buguruni Chama. Hebu mimi niwaishe nikajenge. Huduma zetu ni rahisi na za kitaalamu. Unalipia, unapewa risiti na unachukua mzigo wako papo hapo bila msongamano. Tumamgamba Hardware sasa tunakuletea mabati yako pendwa ya Sibadumu, Covermax, Versatile, Roman Tile, Tech Deck, Racing Coat pamoja na Max Cover. Pia tuna vigae aina ya Shingo, Wave pamoja na Roman. Tumamgamba Hardware, hapa ndo nyumbani pa mabati ya Alaf. Mabati ya ukweli, bei ya kutabasamu. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0754 300 746 au 0655 300 746. Pia unaweza kuwasiliana nasi kwa barua pepe mghambatumaini@yahoo.com. Tumamgamba Hardware, nyumbani pa mabati ya Alaf.